Bana, mambo ni mengi kweli kweli yanaendelea, lakini kumbe haya mambo hayabadilishi chochote kwenye kupambania hizi klabu ziendelee kuwa bora zaidi. Ziko taarifa ambazo huenda uweze kuamini kwa hiki kipindi Young Africans bado pia shughuli nyingine za kimpira zinaendelea. Kalimugisha ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kana kwamba wameshamalizana na klabu ya Yanga. Kumbe yale mambo sijui ya huku anakwenda huku, mambo hivi na hivi, wameachiwa wanachama. Viongozi wanaendelea kudili na kuhakikisha timu yao inaendelea kuwa bora zaidi. Kalimugisha ni mchezaji wa aina gani, anatokea wapi, anamudu kucheza wapi? Endelea kuwa nasi, ndiko naye mwamba hapa Dominic Salamba. Unakwenda kusikia mengi na mazuri juu ya hizi ambazo na kusogezea. Brother Dom, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Ndio, Kalimugisha ni mchezaji wa aina gani na unapata taswira ya kitu gani unavyolisikia hilo jina la mwamba huyu? Nafikiri ni miongoni mwa viungo washambuliaji bora au unaweza ukasema washambuliaji wa pili, kwa maana kwamba anza akacheza namba 10 au namba 8, na kuna wakati unaweza kumtumia kwenye flanks kwa maana kulia au kushoto. Ni miongoni mwa kiungo ambaye anasifika kwa kuwa na kasi, energy, lakini uwezo wake mkubwa wa kuweza kupiga mipira akiwa anakimbia, uwezo wa kufanya timing na kuweza kuangalia mkao golikipa, imekuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa vinampatia sifa kubwa katika kipindi chake cha mpira. Lakini kubwa zaidi, umri alionao na akiwa alionao inamfanya kwa miongoni mwa vijana ambao katika siku za karibuni wanatabiriwa kuja kufanya makubwa katika soka, na hasa kizingatia kwamba ametokea kwenye nchi ambayo imefanikiwa kutoa nyota wengi wa kwenda barani Ulaya, lakini kwa upande wa ndani imekuwa haina nguvu kubwa, kwa maana nchi ya Burundi. Kwa nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao timu yoyote katika ukanda wetu ingetamani kuweza kuwa naye. Ndio maana pale Al Hilal ya Sudani amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wakitumika kwenda kubadilisha matokeo pale ambako hali inakuwa sio nzuri katika mechi zao. Ndio, ukimwangalia Kalimugisha ni miongoni mwa wachezaji wadogo sana, ana uwezo mkubwa sana, kila mtu anamtabiria makubwa sana, anahusishwa na Yanga. Watu wanafikiri kama hizi tetesi huenda zisiwe na maana yoyote kwa kiwango cha bwana mdogo mwenyewe na timu aliyopo na kiwango alichonacho, watu wanaamini hapana, huyu hawezi kuja Yanga. Unajua watu kuna kitu wanashinda kwa kitu kimoja. Sasa hizi unavyozungumzia miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na zikikua kwa kasi kwenda kwenye mizania ya kiushindani na ambazo zina malengo yanayoonekana ni klabu ya Young Africans. Unaweza kukaa ukasema baada ya miaka 5 timu itakwenda kwa wapi, kwa sababu wana clear vision ambayo inaonekana. Lakini pia nyota wengi katika ukanda wetu wangetamani kuja kuchezea Yanga. Cha kwanza kutokana na hali walionayo na imesheheni nyota wengi kimataifa. Leo hii ukizungumzia hali ile utaizungumzia kwa ukubwa kutokana na historia ilionayo. Lakini kwa sasa uwezi ukaicompare na klabu ya Yanga kwa maana ya nguvu ambayo Yanga uko nao. Sawa, wapo katika hatua ya robo finali. Ni hatua ambayo unaweza ukawepo, usiwepo, na kwa timu nyingi bora safaria zipo. Wydad haipo msimu huu, lakini si kwamba sio miongoni mwa timu kubwa. Kwa hiyo ni msimu ambao Yanga wamekosa kuingia kutokana na mazingira makutana nayo. Kwa naamini kwamba kutoka Al Hilal kuja Yanga kwa keni faida. Cha kwanza, Al Hilal wapo katika ligi ambayo haina nguvu, Mauritania. Lakini pia kule wameenda kama uhamishoni. Hawana mechi nyingi, sio ligi ambayo ina ushindani. Kwa hiyo ni ngumu kuweza kuonekana ukitoa tu mechi ambazo watacheza katika hatua hii ambayo inaendelea. Waenda katika robo finali, kama wakifuzu nusu finali na baadaye waingie finali. Kwa hiyo ni almost mechi 5 mpaka 6 unaweza kuikaona kwamba upo katika kuonekana. Lakini akija Yanga yupo katika ligi ambayo ina ubora mkubwa. Ni timu ambayo unaweza kuiona wiki hata wiki, ni timu ambayo ina nguvu kubwa nje ndani ya kiwanja, lakini pia malengo alionayo, na hata kwa saizi kwa maana kwamba namna ya kuweza kwa contain wachezaji wakubwa wamekuwa na kasi kubwa. Tazama Yanga kuna watu wa namna gani, kuna nyota wa namna gani ambao leo hii wamekuwa kiimbwa na timu nyingi barani Afrika. Kwa nafikiri kutoka Al Hilal kuja Yanga kwa kile itakuwa na achievement, kwa sababu ni njia ambayo itamfanya aweze kutengeneza daraja la kwenda katika timu nyingine kubwa, kwa sababu ni timu ambayo imekuwa ikiangaliwa kubwa katika ukanda wa Afrika. Na hata ukiangalia kwa takwimu ambazo zimetoka leo hii, ni miongoni mwa timu ambayo imeshika nafasi ya 166 kwa ubora kati ya timu 500 duniani. Unaona huku Simba iko na nafasi ya 222. Young Africans imepanda kwenye viwango vya ubora duniani. Hii timu 500 bora duniani wanashika nafasi ya 166. Huku Simba iko 222. Wameangalia kupanda kwa kasi kwa timu. Hiyo ikae kwenye kichwa chako. Young Africans inadhidi pia kupanda kwa kasi kweli kweli kwenye viwango vya soka duniani. Turejee kwenye vyanzo vyako juu ya hizi taarifa. Ziko taarifa ni za ukweli kwamba Young Africans wameshaanza mazungumzo na huyu kijana ambaye kwa sasa yuko chini ya Frorai Benge kwa maana ya timu ya Al Hilal Omdurman ya pale Sudan?
Mazungumzo yalianza muda mrefu tokea mechi ya kwanza Dar es Salaam. Okay. Mechi ya pili baada ya Yanga ambaye akapata ushindi goli moja, Yes. mazungumzo yalikuwa yameanza na kijana mwenyewe tayari alikuwa ameonyesha interest kwa sababu anajua kaka zake kama kina Saido ambacho alikipata. Leo hii Saido alikuwa ni maarufu na mtu mkubwa alipokuwa Yanga na nchini kwao watu wengi walizokipenda Yanga, Rwanda, majirani wale. Kwa hiyo alitamani miongoni na alishawahi kuhojiwa na baadhi ya vyombo vya habari huko nyuma, akasema alikuwa anatamani siku moja aweze kuja kuchezea klabu ya Yanga. Kwa hiyo nafikiri ni mwendelezo mwa yale mengi ambayo alikuwa anatamani aweze kuyapata kuja Yanga, na hasa wanavutiwa zaidi na namna ambavyo Engineer Said amekuwa akiwa treat ya vijana na kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri ya kufanya biashara ndani na nje ya Tanzania. Okay. Kwa nafikiri ni mwendelezo kwenye kile ambacho alikuwa anakitamani, ambacho walikuwa wanashindana huko nyuma, ilikuwa ni kwenye issue ya dau, lakini siku za karibuni wanaelekea kuafikiana na lolote linaweza kwenda kutokea mwishoni mwa msimu huu. Ndio, ukitazama sasa eneo ambalo anacheza na wale nyota ambao wako pale Young Africans, unaiona nafasi yake karibu kisha kupenya ndani ya kikosi cha Yanga chenye mastreka kibao kutoka nje ya Tanzania. Uzuri ni mchezaji ambaye anacheza maeneo mengi, anacheza kulia, anacheza kushoto, anacheza namba 10, anacheza namba 8 na kuna kipindi unaweza kumtumia kama viungo wawili kwa sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo nafikiri uwezo wa kutumikia maeneo mengi unakupa na opportunity ya kuweza kupata nafasi. Unajua tofauti na mtu ambaye unakuwa na bato kwa nafasi moja tu, lakini ni mtu ambaye anaweza akatumika na kumpelekea mwalimu aweze kuwa na option kulingana na open anakutana naye katika mechi inayofuata. Ndio. Tumalizie Jamvika na Salamba, ni namna gani tunaweza pia kujipanga kwa sababu michezo inarejea. Singida Black Stars pia anakwenda kucheza na Yanga kwenye mchezo wa kujipima nguvu na michezo kadha wa kadha. Nini kwa namna gani pia tunaweza kutengeneza maokoto ya kutosha kweli kweli tukiwa na familia hii ya Jamvika na Salamba? Nafikiri kubwa ni kuendelea kutufuatilia kwa sababu tumekuwa tukitoa odds, free odds siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kupitia Jamvika na Salamba kwenye Salamba TV na YouTube, lakini pia leo hii tutakwenda kutoa free tips kuacha kufanya kuendelea kutufuatilia, lakini kubwa zaidi ni kulipia kifurushi chako kwa kupiga nyota 150 nyota 50 moja leli, then baada ya hapo unaingiza namba ya kampuni 610 251 28 na kisha unaweka kiasi 1000 kwa siku, 5000 kwa wiki na 5000 kwa mwezi, huku VIP ikiwa ni shilingi 30 kwa siku. Na baada ya hapa utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ikiwa tayari umelipia na kuendelea kufurahia makoto yako siku hadi siku kupitia Jamvika na Salamba. Mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Bana, Jamvika na Salamba ndio habari ya mjini 2025. Hakika usipojipanga utapangwa. Mimi naitwa Cisco. Tulikuwa naye hapa mtaalamu Dominic mwana wa Salamba, amezungumza mengi na mazuri, lakini pia tukukumbushe wakati Salamba anazungumza nguvu kubwa, tulikuwa tunapewa na Bati Quartet, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia utajipatia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu bwana, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Kwa nini utaseke wakati sisi tupo? Tena tupo kwa ajili yako. Unasubiri inyeshe ili ukinge panapovuja, beseni unaziandaa, sufuria. Kwa nini wakati tunakupatia bati? Na msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mfungo kwa ajili ya Wakristo, kwa maana ya mfungo wa Kwaresma, ziko ofa ambazo tumeziandaa. Bati original ya migongo mipana na migongo midogo geji 30 unaweza pia kuipata kwa shilingi 21,500. Ukinunua nyingi pia tunakusogezea mpaka sebuleni kwako. Mimi naitwa Cisco, tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika, maasalam.